Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho nyikani muda wa siku 40. Alijaribiwa na Shetani. Siku hizo zote hakula kitu chochote. Zilipotimia mwisho aliona njaa. Hapo Shetani akamwambia, kama ukiwa wewe ni mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu. Shetani akampandisha juu, akamwonyesha falme zote za ulimwengu kwa mpigo. Akamwambia, nitakupa wewe enzi juu ya falme hizi zote na fahari zake, kwa maana zimo mikononi mwangu, nami nitampa mtu kwa hiari yangu. Basi ukiniabudu, yote yatakuwa ni yako. Yesu akamjibu akasema, imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtumikie yeye peke yake. Kisha akampeleka Yerusalemu, akamweka juu ya mnara wa hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, toka hapa, kwani imeandikwa, atakuagizia malaika wake wakulinde, nao watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe. Yesu akamjibu akisema, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Baada ya kumaliza kila jaribio, Shetani akamwacha kwa muda. Injili ya Bwana. Ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Tulianza mfungo wetu siku ya Jumatano, ambapo katika sheria za kanisa tuambiwa kwamba funga chakula Jumatano ya Majivu na usile nyama siku ya Ijumaa Kuu. Na kwa kuzingatia jambo hili, tulianza rasmi safari ya siku 40, ambapo nia na madhumuni ya kanisa kutupa siku hizi 40 ni kuweza kuzingatia matayarisho mema ili tupate kushiriki mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukiwa katika hali ya neema zake Mungu Mwenyezi. Na kwa hivyo tulipokuwa tunapakwa majivu katika paji la uso, tuliweza kuhimizwa kuhusu mambo mawili, ya kwamba tuweze kutubu na tupate kuamini Injili takatifu. Na pia njia nyingine iliyotumiwa wakati wa kupakwa majivu
tuliweza kukumbushwa kwamba mwanadamu, kumbuka wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ataishi milele yote katika ulimwengu huu. Tuna mwanzo wetu, pia tuna mwisho wetu katika maisha ya hapa duniani. Lakini hicho ambacho kilitoka kwake Mungu Mwenyezi ndicho kitakachomwakilisha kila mmoja wetu kama tulivyo. Na hicho sio kingine ila ni roho ya kila mmoja wetu. Na kwa hivyo jukumu la mwanadamu ni kuhakikisha kwamba hakuna lolote ambalo laja kati yetu na Mwenyezi Mungu, bali tunampa Mungu nafasi iliyo yake maishani mwetu, apate kuendelea kututawala na kutuelekeza kadri ya mapenzi yake tunapofanya maamuzi ya kuweza kushirikiana naye. Na ndipo basi tunapoanza vipindi vya Jumapili ya Kwaresma, Jumapili ya kwanza Mama Kanisa anatupa nafasi ya kuweza kuzitafakari majaribio ambayo Yesu Kristo aliweza kuyapitia, kwani yagusa kila nyanja ya maisha ya mwanadamu, na hivyo kuweza kuelezwa kwamba majaribio yatakuwepo katika maisha ya mwanadamu, na kinachopaswa kuonekana kwa kila mmoja wetu ni dhihirisho la msimamo na kauli ambayo wewe na mimi tunaamua ya kwamba tunataka kuegemea upande wake Mungu Mwenyezi. Na majaribio yale ambayo tunayasikia siku hii ya leo baada ya ubatizo wake Bwana wetu Yesu Kristo, aliweza kuongozwa na Roho hadi kule nyikani, na ambapo tumefahamishwa kwamba alifunga siku 40 usiku na mchana, hakula chochote. Na hivyo Shetani alikuja wakati ambapo alielewa wazi ya kwamba sasa amekwisha ona njaa. Na jaribio la kwanza ni la vile ambavyo anapaswa kufurahisha mwili wake, kuburudisha mwili wake. Na ndipo Shetani aliweza kumwambia, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, badilisha mawe haya yapate kuwa mkate. Yesu hakuhitaji kumdhibitishia mwovu Shetani ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hilo alijua ya kwamba yeye ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Alichagua mwenyewe kukubali kuwa mwanadamu ili apate kuja kumwelekeza mwanadamu. Mwanadamu anapoelewa jinsi ambavyo nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu alivyoweza kunyenyekea, akakubali kuwa mwanadamu, ayaishi maisha tunayoyaishi, apate kuandika historia mpya ya kudhihirisha wazi ya kwamba mtu anaweza akaishi akiyatimiza mapenzi yake Mungu Mwenyezi, tunapojituma na kujitoa ili Mungu apate kutuelekeza katika maisha yetu. Na ndipo maandiko matakatifu kutuambia kwamba Yesu mara nyingi alisema kwamba hakuja kujishuhudia, bali alikuja kumshuhudia yeye aliyemtuma duniani humu. Amekuja kumshuhudia
Baba wa mbinguni, na hivyo lolote lile alilolitenda mara nyingi tunasoma katika maandiko ya kwamba alienda mahali faragani kuomba ili kuweza kuwasiliana na Mungu Mwenyezi. Kuonyesha umuhimu wa sala katika maisha yetu ili tuendelee kujizolea na kupata nguvu ya kuishi kuambatana na nia na mapenzi yake Mungu Mwenyezi. Na hivyo basi, hata kama alikuwa na njaa na shetani hapa alikuja ili apate kumjaribu na kumwambia kwamba kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, basi tumia uwezo ulionao wa kuweza kubadilisha mawe haya yapate kuwa mkate. Lakini Yesu akaweza kukiri wazi na kusema kwamba mtu haishi kwa mkate tu. Yesu Kristo hakunena tu mambo ambayo hayamo katika maandiko matakatifu. Anarudi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 aya ya 3, anapotukumbusha kwamba licha ya kwamba mwili huu unahitaji kulishwa kwa chakula, mwili huu unahitaji kuvikwa mavazi, mwili huu unahitaji kutunzwa, lakini tunapaswa kukumbuka kwamba huu mwili bila kuishi kuambatana na agizo na mafundisho yake Mungu Mwenyezi ni mwili ambao huenda ukatuelekeza katika maangamizo ya milele yote. Tumo katika mwili huu kwa muda, lakini tuelewa wazi ya kwamba siku moja tutakuja wajibikia yale mambo ambayo tuliamua kuyatenda ama kuyatimiza katika maisha yetu, wakati ambapo tunaishi kuambatana na neno lake Mungu Mwenyezi. Ni kumaanisha kwamba tunampa Mungu kipaumbele ama nafasi ya kwanza katika maisha yetu, ili apate kutuelekeza na kila wakati kuendelea kutushauri yale mambo ambayo tunapaswa kuyatimiza, ili siku zote tuweze kushikamana naye katika safari hii ya kwenda mbinguni. Na hivyo tunaonyeshwa kwamba cha mwili kitakuja kupita. Na tunaporudi pia katika maandiko matakatifu, hasa tukisoma Injili ya Yohane mlango wa 6 aya ya 63, tunaambiwa kwamba mwili hauna faida, roho ndiyo itiayo uzima. Hivi huu mwili, kama tulivyokumbushwa siku ya Jumatano ya Majivu ya kwamba mwanadamu, kumbuka wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Unapotazama mwanadamu jinsi ambavyo anaushughulikia huu mwili ambao siku moja utarudi ardhini, utadhani ya kwamba huu mwili hautawahi kutengana naye. Na hivyo ndipo unakuta ya kwamba pengine hata mambo yale ambayo sio ya muhimu, hayo ndiyo tunayoyazingatia zaidi, na yale ambayo ni ya muhimu yanayopaswa kumsaidia mwanadamu katika kukuza imani yake, kukuza imani hiyo na mapendo hayo na matumaini hayo, ili siku zote wewe na mimi tujua kwamba bila Mungu hakuna lolote lile ambalo tunaweza kukatimiza. Na ndipo hata maandiko matakatifu mara nyingi yametukumbusha. Tunaposoma Injili ya Yohane mlango wa 15 aya ya 5, tunaambiwa kwamba bila Mungu hakuna lolote lile ambalo tunaweza tukatimiza. Lakini tukiwa na Mungu ni mengi ambayo tutaweza kuyafanya, maana tutazalisha matunda katika maisha yetu tunapoendelea kukomaa katika pendo la kweli. Na ndipo hata wakati mwingine Yesu alituambia ya kwamba ni upendo upi unaozidi huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ndugu zangu wapendwa, kujinyima kwetu kwa sababu
ya kukuza maisha yetu ya kiroho yana umuhimu mkubwa. Na hivyo tuambiwa ndio tunaweza kuwa tumebarikiwa, tuna pesa, na zile pesa zinaweza zikabadilisha ndio maisha yetu, lakini pesa sio kila kitu. Tunaweza nunua gari lolote lile ambalo tungependa kulirithi, tungependa kujenga nyumba ya kimataifa, nyumba kubwa mno. Tunaweza tukafanya mengi kupitia zile pesa ambazo tunazipata, lakini tukumbuke ya kwamba hizi pesa bado zina mwisho wake. Lakini kile cha maana ni kuona ya kwamba tunashughulikia roho zetu. Ndipo Yesu anaposema kwamba mtu haishi kwa mkate tu, ni zaidi ya mkate. Na hilo ambalo ni zaidi ya mkate ni kuwajibika katika neno lake Mungu Mwenyezi. Na shetani anampeleka mahala pengine pa juu zaidi kushinda kule alikomzungusha na kumwonyesha yale mawe ambayo katika fikra zake Yesu Kristo alikumbuka jinsi ambavyo wana wa Israeli waliweza kulishwa mana jangwani. Lakini hata licha ya kulishwa mana jangwani, bado walitamani kile chakula ambacho walikaa kando ya sufuria za nyama kule Misri, wakala na wakaweza kusherehekea. Kumaanisha kwamba hata mwanadamu umpe nini, bado atahitaji zaidi. Lakini tunapokomaa katika neno lake Mungu Mwenyezi, tunapokuza imani yetu, tutaweza kuwa watu wanaoridhika na kutosheka na yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anatujalia maishani mwetu. Tutaondoa manunguniko, sio kama vile wana wa Israeli walinungunika kule Masa na Meriba walipokuwa wanaelekea katika nchi ya ahadi. Walimjaribu Mungu, walimnungunikia Mwenyezi Mungu kule Masa na Meriba. Tuweza tukajipata hata sisi katika kikao kama hicho cha huko Masa na Meriba, ya kwamba tunamjaribu Mungu, hasa pengine tunapokumbana na magonjwa yale yanayoathiri miili yetu. Kunatokea magonjwa, na kama vile ambavyo Martin Luther King Jr. alivyosema kwamba it is better to go through life with a physical scar than a spiritual scar. Meaning all the time we have to look into it that we are living a life that is compatible to the will of God. We can have everything we think that we want to possess in this world. But as much as we continue possessing the material things, and yet we undermine the spiritual growth, then it means we are not making a step forward. The only thing we are doing is to amass the material things in our lives, things that we are going to live in this world. And what we shall carry with us is that spiritual growth, the faith that will help us to translate the very faith in our actions. Tunakumbushwa na Yakobo katika barua yake ya kwamba imani bila matendo imekufa, kumaanisha kama vitu vya dunia hii hatutavitumia kama ngazi ya kuweza kumfikia Mwenyezi Mungu, basi kila kitu kitakuwa ni bure. You know, there is this joke that is given of a priest who was ministering to a man on his deathbed. "Renounce Satan," said the priest. "No," said the dying man. "I say renounce the devil and his works." "No," the man repeats. "And why not? I ask you in the name of all that is holy." And the guy says, "Because," said the dying man, "I want to wait until I see where I am heading before I start annoying anyone." You know, if at all we are not prepared where we are heading to, this is the moment that every now and then you are called upon to reflect
Where are we heading? We know for sure this life has a beginning and this life has an end. So one day, when each one of us will stand before the judgment seat, what shall we put at the disposal of God? What shall we show? That this is what we were able to do with this gift of life that you gave us. And that calls each one of us to make a decision that we need to give God priority, number one. Don't be pushed. Let me not be pushed to be in the state of prayer all the time, to read the Holy Bible and translate that word of God into actions by trying to live as per the instructions given to me and even to you through the word of God. Ndugu wapendwa, Yesu anapelekwa na kuonyeshwa falme zote za ulimwengu kwa mpigo. So in a glance, Jesus is able to see the wealth of this world. Na hivyo shetani anamgeukia Yesu Kristo baada ya kumwonyesha kwa mpigo, na anamwambia, nitakupa wewe enzi juu ya falme hizi zote na fahari zake, kwa maana zimo mikononi mwangu, nami nitampa mtu kwa hiari yangu. Basi ukiniabudu, yote yatakuwa ni yako. But still we go back to the word of God. Tunapoelezewa kwamba hata tukajitwalia ulimwengu huu wote upate kuwa wetu na tupoteze nafsi yetu, itatufaidi nini? And we are living in an age where people even want to muzzle others just because of political positions. We are looking for power everywhere. At least we see that we have subjects that we are supposed to control in our lives. Power, when power enters into our minds, it really corrupts everything. Nani aweze akataka kuwa president hapa? Nani aweze akataka? Kama una uwezo. Nani hawezi akataka cheo? Ama tuanze hapo. Kila mtu anataka cheo. No one wants to be dominated. But we must ask ourselves, as we are looking for the power, what do we want to do with this power? What do we want to do with the power? Because yes, you can be given the power. And it is so easy even to forget the giver. You've been given that power. Of course, there is a higher being. That higher being is the sovereign God who gives you the power. Yes, exercise on my behalf. But at times, human beings tend to forget that the power given to us is given to us by God so that we can exercise that power in accordance to his mind. Na mara nyingi tunamsuta Mungu, tunamweka kando na tunaona ya kwamba sisi ndio ambao tumejifikisha mahala ambapo tupo. Ndipo unakuta ya kwamba wakati ambapo tunakubali shetani kuweka mkataba na shetani, hivyo ndivyo anavyotuelekeza, na tukumbuke ya kwamba hakuna ahadi yoyote ambayo inatolewa na shetani ambayo inadumu milele. Pengine ni muda. And you know, the way the devil skews even his message. When you go back to the book of Genesis, chapter 3, verse 1 to 5, it tells you a lot. Wakati ambapo shetani kwa njia ya nyoka alivyomwendea mama wa kwanza Eva, na akamwambia kwamba eti nasikia Mungu amesema msiale matunda katika shamba hili. Na eti ameweka kwenye shamba. Kwa hivyo Mungu alisemea wapi? Na mwanamke akaweza kukubali kuingia katika mazungumzo na shetani. Hivyo ndivyo tunajipata ya kwamba
shetani na ujanja wake anaanza kutupotosha, kwa sababu tunaambiwa kwamba temptation is neither good or bad, because temptation is just there. You remember this guy niliwaambia, ambaye alikuwa anataka kuacha kunywa pombe na akaamua kipindi cha Kwaresima pombe ameachana nayo, na akaanza kuvunja chupa za bia ambazo zilikuwa kwake. Bahati nzuri ama mbaya, kulikuwa na chupa moja ambayo haiko imefunguliwa, na alipoona imejaa akashindwa ni aivunje ama ni afanye nini. So the guy took this beer, kept it aside, na akaendelea kuvunja zile ambazo hazikuwa na kitu. Baadaye, baada ya kumaliza kuvunja zingine zote, akachukua ile chupa na akaanza kuizungumzia, na akaiambia, by the way, unajua mimi sikuwa na shida na wewe, nilikuwa na shida na hizo ambazo hazina chochote. Na akatafuta opener, akaifungua na akainywa, akamimina kwenye mdomo na furaha nyingi sana. So leo tunamwambia kwamba kutoka leo Mungu, mdomo nimefunga. Lakini unaulizwa tu, unahitaji tu mtu mmoja kuzungumzia. Ushafungua yote, umeelezea yote, umesema umeachana na pombe kwa sababu umeona ya kwamba hata inaharibu kwako. Badala ya kupitia sehemu ambazo hazina baa, wewe unataka kupitia penye zipo, ati kuona kama niliamua vizuri. You know, that is a temptation already. You don't stop drinking and yet you go near the pubs and the restaurants. Unaangalia kama, ebu leta mbili, wekelea hapa kwa meza, nataka kuona kama nimekuwa strong. No, that is not the way, my dear friends. If we make a determination and a decision, let us mean it. Let us live it. And the moment we understand that we shall also be responsible, like what Plato said, that a human person is not only responsible for the opinions we give, but even for the ideas that we give to other people. Not only what we do, but even for those opinions that we give to others, we are totally responsible. Therefore, tunaona ya kwamba baada ya Yesu kuweza kujaribiwa kiwango hiki, naye akasema kwamba imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtumikie yeye peke yake. We are not supposed to worship the devil. We are supposed to worship one true living God. And the moment we worship one true living God, we shall be able to stand firm. And this takes me to this other joke. And I remember that I saw a cartoon on this notion recently. A woman had bought a new dress which was very expensive. Her husband asked why she had been so extravagant. She replied, "The devil made me do it." Well, the husband asked, "Why didn't you say, 'Get behind me, Satan'?" "I did," explained the wife, "but he said it looked as good in back as it did in front. So I bought it." Nilipoivalia nikaona nyuma ni maridadi, na hata mbele nikajiangalia nikaona ni maridadi, hivyo nikainunua. Kumaanisha kwamba ulikuwa nazo, si ndio? Hamjambo. Mungu ni mwema. Jaribio la tatu. Shetani alimpeleka Yesu kwenye kinara cha hekalu. Na alipomweka katika kinara cha hekalu, tuambiwa kwamba alimwambia, "Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini toka hapa. Kwani imeandikwa, atakuagizia malaika wake wakulinde, nao watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe."
So even the devil is able to quote the Bible. Goes back to Psalm 91 verse 11 to 12. Na yatupeleka hapa ya kwamba watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikoa mguu wako kwenye jiwe. Meaning, if the devil was able to quote the Bible, then he can still use the same Bible to confuse us. And especially for those who are not so good in reading the Bible. So it is good to read the Bible with a purpose and with an intention of understanding the message. Let us not listen to the lures of the evil one, misdirecting us, misquoting the Bible the way we are not supposed to misquote the word of God. We are supposed to quote the word of God the way it's supposed to be understood. Na Yesu naye tunaambiwa kwamba alimwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. So he goes back to the book of Deuteronomy chapter 6 verse 16. Ya kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa nini tumjaribu? Ni mara ngapi tumemjaribu Mungu by the way? Unamwambia Mungu, mimi mwaka huu ukinitendea haya nami nitakutendea haya. Ukiniponya sitaikosa kanisa. Ukinisaidia niweze kujenga makao na nione ya kwamba simlipi mtu yoyote kila mwisho wa mwezi, mimi sitawahi kukusahau. So promises that are never kept. Na ndiyo Yesu anasema usimjaribu Bwana Mungu wako. So when he took him to the pinnacle of the temple, and we know how central the temple was to any Jew. Na waliamini ya kwamba when the Messiah comes, the Messiah will actually stand at the pinnacle of the temple, the one who will come to liberate them from their enemies. This was a belief to any Jew or any Israelite that the Messiah will come to fight for them because they were waiting for a political Messiah. But this never came to be. The Messiah who came is the Messiah who came to redeem the lives of the people. Meaning sin continues to be a threat in the life of a human person. Na majaribio yanaweza yakatoka pande zozote zile. Na kwa hivyo unaposoma barua ya Mtakatifu Yakobo mlango wa kwanza kuanzia aya ya 7 hadi 12, tunaelezwa kuhusu jaribio ya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi akamjaribu mtu. Ni sisi, kwa sababu jaribio laja linakupembeleza kwanza, na baada ya kupembelezwa linatuvutia. Hatuwezi tukajaribiwa na jaribio ambalo halitatuvutia. Ni kama umesota na uone mtu ameangusha shilingi 1000. Kitu cha kwanza kinakuja, unasema huyu ni Mungu, amejua nimesota. Wewe baada ya kuziona unazikanyaga. Mwambia Mungu, sasa nimwambie ama niendelee tu kukaa hapa? Ama mtu alikuwa anatoa hata mahali ambapo mmeketi, pengine unatoa kwenye mfuko ianguke, kama huyu jamaa ambaye alikuwa ametenganisha shilingi 50 ni ya kanisa na 1000 ni ya kwenda akifanya shopping ya kwake. Bahati mbaya akasahau ilikuwa upande gani. Sasa haezi akatoa achungulie kwanza mahali ambapo alikuwa ameweka ya sadaka na ile ambao alikuwa ameacha ya wapi, ya kununua vitu zake za nyumbani. Sasa alipotoa na amekuja amekunja mkono, kwa sababu eti maandiko yanasema kwamba kile ambacho mkono wako wa kulia unafanya wa kushoto usijue. Sasa hata hataki kuangalia, na kaja akatoa, na akiwa kwenye kiti hakuna kitu kingine alisikia, kwa sababu alikuwa anasema, Mungu tu ninaomba nisiwe nimetoa ile ya
ya shopping, angalau naomba tu niwe nimetoa ile ulinituma mahali ambapo nilikuwa nimeweka ya sadaka. Na kweli alipotoka, jambo la kwanza alilofanya ni kuangalia, na akajipata 50 ndiye amebaki nayo, 1000 ameiacha ndani ya kanisa. Sasa kashindwa, nikirudi nitamwambia mtu nini? Watanielewa kwamba ni mimi nilitoa 1000 na 50 ndio nilikuwa nataka kutoa. Na alitabika sana. Sijui alimalizia wapi. Mwingine naye akienda kutoa 1000 ikaanguka, na yule aliyekuwa nyuma yake akamgusa kwenye bega na akampatia. Yeye akadhani ya kwamba hiyo ambayo amepatiwa ni jirani mwema amempa sadaka ili yakatoe, na yakashika akaja akatoa. Kwenda kuangalia akakuta ile alipatiwa kumbe ilikuwa yake. Ni kuangusha, alikuwa ameangusha. So kuna mambo mengi ambayo tunasema kwamba Mungu hupenda kujidhihirisha kwetu na hupenda kutufunza mambo mengi. Na kwa hivyo leo tunaitwa, ndugu zangu, sababu nataka kumalizia na hii hadithi ambayo tunaambiwa, in the Australian bush country grows a little plant called the sundew, Drosera. It has a slender stem and tiny, round leaves fringed with hairs that glisten with bright drops of liquid as delicate as fine dew. What to the insect, however, that dares to dance on it? Although its attractive clusters of red, white, and pink blossoms are harmless, the leaves are deadly. The shiny moisture on each leaf is sticky and will imprison any bug that touches it. As an insect struggles to free itself, the vibration causes the leaves to close tightly around it. This innocent-looking plant then feeds on its victim. The devil uses the same technique in tempting us. Kwa hivyo majaribio bado yataendelea. Hayakuisha hata wakati ambapo Yesu alijaribiwa, na majaribio haya bado tunasikia kwamba shetani alimwacha kwa muda, kumaanisha kwamba mara kwa mara alijitokeza na kumjaribu Yesu Kristo. Na katika kilele cha majaribio ni hata wakati ambapo alikuwa katika shamba la Getsemani akiomba na kusema kwamba Baba, niondoshe kikombe hiki, kama wezekana niondoshe kikombe hiki, lakini isiwe ni mapenzi yangu, bali iwe ni mapenzi yako. Yesu alikumbuka siku zote kusema yawe ni mapenzi yake Mungu Mwenyezi. Kumbukeni hata wakati ambapo alizungumzia mambo ya kifo chake kwa mara ya kwanza, na akasema kwamba atakamatwa, atateswa, atauawa na siku ya 3 atafufuka. Petro akamwita kando akamwambia jambo hili halitatendeka, na akamwambia shetani, rudi nyuma yangu, kwa sababu hayo ni mawazo ya kibinadamu, sio mawazo yake Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, tupambane na majaribio yanapokuja, tusimame stadi na imara, kuone ya kwamba shetani hata tuchezea na hata tupotosha, tujitenganishe na Mungu, bali tutasimama kukabiliana na ujanja wa shetani tunapoendelea kumtegemea Mungu na tunapomshirikisha, ili kwa neema zake tuweze kushinda majaribio yote yanayokuja maishani mwetu. Tumsifu Yesu Kristo.